أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم. Ndugu zanguni watazamaji, natumai nyote mwazima. Tukiendelea na mazungumzo yetu ambayo tumekuwa nayo katika siku zilizotangulia mpaka leo, tumekuwa tukizungumza kuhusu wa Irani, kwani marehemu au shahidi Sayyid Ali al-Husseini al-Khamenei, yeye ametokana na Wairani na ni kiongozi ambaye amekuwa ni mtawala, ni kiongozi muadhamu wa Iran na wa umma wa Kiislamu katika ulimwengu. Sasa tunaendelea na mazungumzo yetu, na tulianza katika kikao kilichotangulia na hicho kingine kuhusiana na mazungumzo kuhusu vita ambavyo vinaendelea. Sasa leo tunaingia kwenye jambo lingine ambalo ni katika mambo ambayo ni muhimu ambayo kuyajua. Jambo hili ni kuhusiana na Uislamu unasemaje kuhusiana na vita, kwa sababu hili ni jambo ambalo watu wengi pia huwa hawalifahamu na walichukulia kwamba Waislamu ni dini ya vita, na kuna waliotaja na wanasema ya kwamba Uislamu uliendeshwa na ulitangazwa kwa upanga. Sasa hili ni maadui ndio wanatengeza ili kufanya Uislamu uwe ni wenye kuchukiwa. Waislamu ni wenye kudhulumiwa mara nyingi, na hali ya kuwa mambo wanawekelewa sio ya kweli. Uislamu sio dini ya vita, na vita ambavyo vilivyofanyika siku za Mtume vilikuwa si vita vya kuanzishwa na Waislamu, bali vilikuwa ni vita vya kujitetea baada ya kuwa wamechokozwa, wamevamiwa. Huwezi kukaa ndani ya nyumba yako, mtu akaja mkora, mwizi, akaingia ndani ya nyumba ati kwa sababu hutaki uonekane kwamba wewe si mtu wa vita, ukanyamaza, ukapigwa, ukanyang'anywa, mke wako akauliwa, mtoto wako akauliwa, ukawa umenyamaza. Ni lazima ujitetee. Na unapojitetea, mwizi yule anakuja anasema ya kwamba wewe unatumia nguvu. Yeye anajibadilisha, anasema yeye ndio mwenye kudhulumiwa, kama vile wanavyofanya ndugu zetu wa Palestine. Walikuwa kwenye nchi yao, wametulia, wameishi, wamekuja wamenyang'anywa nchi yao, na ikawa inatawaliwa na Mazayuni, na wakaanza kuuliwa, na mtu akijaribu kuzungumza anauliwa, na akitetea wakitengeza wanaambiwa kwamba nyinyi mnafanya kinyume cha ubinadamu, sa haki za binadamu hamzichungi, mnamuulia watoto wake, mnachukua ardhi yake, alafu mnasema ya kwamba yeye ni dhalimu, na hali ya kuwa huyu dhalimu ndiyo mwenye kudhulumu, anabadilisha, anasema ya kwamba yeye ndio amedhulumiwa, yeye mwenye kudhulumu. Hii ndio imekuwa hali ambayo ilikuweko. Sasa ili tuweze kujua sheria za Kiislamu au Uislamu unasema nini kuhusu mambo ya vita, na kuna kanuni pia, sheria zile ambazo za United Nations ambazo watu wamekubaliana ya kwamba hizi zichungwe. Sasa pia zinakubaliana na pia Uislamu. Mwanzo kabisa katika sheria hizi za Kiislamu kuhusu vita ni kwamba Muislamu haruhusiwi kuwa ni mwenye kuanza vita. Kamwe hairuhusiwi uanze vita. Waislamu wanakatazwa, na ndio sababu tunakuta, tuangalie sheria hizi na tuangalie nchi ya Irani na nchi zile ambazo zimekuwa sasa zimeingia kwenye vita. Unakuta vita si kwamba wao ndio walianza. Tunaambiwa kwamba hata yule ambaye anayekuja adui yenu akitaka vita, jaribuni kufanya sulhu, maelewano badala ya vita. Sasa
Hili ni jambo ambalo limefanyika. Tukirudi jambo hili, Iran walikuwa katika mazungumzo, walituhumiwa ya kwamba wanatengeza nini, wanatengeza nuclear ili kutengeza silaha. Wao walikataa na walisema wala hatuna shughuli na hiyo, sisi tunataka kutumia energy ya nuclear. Ni haki ya kila mtu, anaweza kufanya kama nchi zote zinafanya. Kwa nini sisi tunyimwe nafasi hii tuweze kuitumia? Basi walikuwa wakakaa, na mara ngapi wamekaa kwenye vikao za kukaa na kuelewana na kufanya sulhu na mazungumzo. Raundi ya kwanza ile ambayo walipokuja wakawa wanazungumza na Amerika, vikao hivyo, vita vya siku 12 vikaanzishwa. Yani wako kwenye meza ya mijadala na maelewano, wakaanza kupigwa. Vita hivyo vikasimama baada ya muda, na hivi mara ya pili pia walikuwa katika mazungumzo pia vile vile, na bado hawajafikia kuelewana. Vita vikaanziwa ishwa, na akauliwa kiongozi muadhamu Sayyid Shahid Ali Hussein Khamenei, akauawa. Wakiwa watu hawana haja na vita sisi, bali walikuwa wakisema kwamba sisi hatuna haja ya vita, bali ni tuelewane, tukubaliane, lakini haki yetu mwezi kunitunyang'anya, ni lazima tupate hiyo haki yetu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani kuhusiana na jambo hili, anasema asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladhina adaitum minhum mawaddatan wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Yani Mwenyezi Mungu anasema huenda Mwenyezi Mungu akajalia baina yenu na hao ambao mlio na uadui nao, yani maadui wenu hao, Mwenyezi Mungu akajalia mapenzi, mawaddatan, kukawa baadaye kukawa na mapenzi. Wallahu qadir, Mwenyezi Mungu ana uwezo. Wallahu ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu ni kusamehe. Kwa hivyo msikimbilie kupigana, msiweke vita, zungumzeni mahaba, mapenzi yanaweza kuingia. Kwa nini tuingie kwenye vita mara moja hata ingawa uadui iko? Mwenyezi Mungu pia anaendelea, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Mwenyezi Mungu hawakatazi muwe na mahusiano na watu ambao hawajapigana nyinyi katika mambo ya dini, katika dini. Yani hawajawafanyia uadui wa kupigana na nyinyi katika dini. Msifanye nini? Kupigana nao. Yani Mwenyezi Mungu hajawakataza kuwa na urafiki nao. Walam yukhrijukum min diyarikum, na pia hawajawatoa kwenye ardhi zenu, kwenye nyumba zenu. Maadamu hawajawatoa, kwa nini mpigane? Antubarruhum, yani Mwenyezi Mungu hajawakataza muwafanyie wema, tabarruhum wa tuqsitu ilayhim, na muwafanyie usawa na uadilifu. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, Mwenyezi Mungu anapenda watu wenye kufanya usawa na uadilifu. Sasa hili ni jambo ambalo tunaamrishwa na Qur'ani. Maadamu mtu hajatuwekea vita, hajatupigana na sisi, na pia hajatunyang'anya ardhi yetu, miji yetu, kwa nini tupigane naye? Tunaweza kuwafanyia wema, tusaidiane nao na nini. Aya nyingine anasema, ndio inaendelea, innama yanhakumullahu anil ladhina qatalukum. Mwenyezi Mungu anawakataza msitengeze uhusiano na watu ambao wanawapiga fiddin, katika dini au kwa ajili ya dini yenu. Wa akhrajukum min diyarikum, na wanawatoa kwenye ardhi zenu, kama vile wamewafanya nani? Na watu wa Palestine. Wadhaharu ala ikhrajikum, na wakawa wamefanya harakati za kuwatoa. Waman antawallauhum, au msiwafanye nini? Kuwa marafiki zenu. Waman yatawallahum faulaika humudh dhalimun, na mwenye kuwafanya marafiki hawa watu wale ambao nini, basi wenye kufanya mambo haya, kupigana na nyinyi na kuwanyang'anya ardhi zenu, basi hao ndio madhalimu. Hao ndio watu wanapigana, lakini sio kila mtu ambaye nini unaambiwa. Alafu pia aya nyingine inasema khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Anasema hii ndio kanuni ya kwanza asili. Khudhil afwa,
tumia neno au jambo hili la kusamehe. Waamur bil urfi, na amrisha mambo, mtume ndio anaamrishwa. Waamur bil urfi, na uamrishe mambo ambayo ni mazuri, ni maarufu, ambayo ni mema, hao ndio uamrishe. Waaridh anil jahilin, na ujitenge na watu ambao ni majahili, wajinga hao nini, lakini fanya wema, samehe na mambo kama hayo. Sasa vita vinakuwa ni halali wakati gani? Wakati jambo la kwanza, mtu anapokuwa amekupiga, yeye ndio ameanza vita. Jambo la pili, na tukiangalia Iran sio yenye kuanza vita, nyakati zote vita vimeanza, Iran imepigwa. Jambo la pili ni ikiwa mtu anakunyang'anya ardhi yako, mtu lazima apigane kutetea ardhi yake. Hili ni jambo ambalo watu wote wanasema, na hata sisi katika Afrika tulifanya hivyo. Katika kupigania ardhi zetu tulipigana mpaka tukawatoa watu mabeberu ambao walikuwa wamekuja. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo liko, na ndio Palestine wanajitahidi. Timu kama vile watu wametengeza kundi lao la Hamas, wanafanya nini? Wanapigania ardhi yao wasinyang'anywe. Jambo la tatu, au tuseme jambo la pili, ikiwa mtu anaruhusiwa kupigana wakati gani? Ikiwa unapoona watu wanawadhulumu watu ambao ni wenye nini, wasiokuwa na hatia, watu ambao unakuta wanawake na watoto hawana mtu wa kuwatetea. Tunakatazwa ya kwamba tusinyamaze, inabidi tutatoka na kutetea watu ambao ni wenye kudhulumiwa. Na hata Qur'ani inakataza jambo kama hili. Nini tukilifanya, tukinyamaza, itakuwa haifai. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah, na kwa nini nyinyi hampigani katika njia ya Mwenyezi Mungu, walmustadhafina minar rijali, na hali ya kuwa watu ambao ni wanyonge katika wanaume, wanisai, na wanawake, walwildani, na watoto, alladhina yaquluna rabbana, wao wanapigwa na wao wanaita wakiomba Mwenyezi Mungu, wakilia wanasema Mwenyezi Mungu, rabbana akhrijna min hadhihi alqarya, ewe Mungu wetu, ewe Mwenyezi Mungu, tuondoe kwenye hii ardhi, hiki kijiji ambacho au mji huu ambao adh-dhalimi ahluha, watu wake ni madhalimu, waj'al lana min ladunka waliya, na utujalie tuwe na wali, kiongozi, waj'al lana min ladunka nasira, na utujalie kuwa na mtu wenye kutunusuru. Sasa hapo ndio tunaruhusiwa, tunaamrishwa tutoke kupigana kwa ajili ya kutetea, kama vile Iran imekuwa ikitetea wenye kudhulumiwa, inawatetea Palestina, watu wa Gaza na hizo sehemu wamekuwa kiuawa. Iran imekuwa ikijaribu kuwasaidia na kuwatetea, kama vile pia imesaidia Yemen na imesaidia Lebanon, ambao wanadhulumiwa siku zote na hawa wa Israeli. Kwa hivyo wao hawapigani, sio tuanza wenye kuanza vita. Kwa hivyo hizi ndio hali ambazo tunaruhusiwa kuingia kwenye vita. Sasa lakini kuna sheria zingine, kuna adabu za sheria, kuna mambo, nikitaja baadhi ya mambo ambayo tunaruhusiwa katika vita. Ikiwa vita vimeanza, kuna mambo ambayo mpaka yachungwe katika vita. Nikiorodhesha baadhi ya mambo ambayo yanatakana yachungwe katika vita, ni kwamba jambo la kwanza kabisa ni kwamba tusiwe ni wenye kuanza vita kabisa. Na jambo la kwanza ni kujaribu kufanya sulhu, maelewano. Ikishinda hapo, vita vikianza, ndio basi. Jambo la pili ni kwamba ni tujiepushe na kutoheshimu maiti za wale maadui ambao baada ya kuwa watu wamepigana, wamekufa, wasifanyio kama vile mwili wake baada ya kuwa ni kupasua,
na kufanya nini, na mwili wake kuupasua na kuharibu, kamwe haijuzu. Haijuzu, hata si mnyama tu, binadamu tu, hata mnyama akishauliwa kupasua mwili wake kuharibu haifai. Hiyo ni sheria ya pili. Jambo la tatu pia vile vile kujiepusha na kuwaua na nini watu wazee, wanawake, watoto, watu ambao wasiojiweza, viwete, wenda wazimu, haifai kamwe kuwaua. Hawaingii katika watu wenye kuuawa kwenye vita. Na hili jambo ambalo tunaliona Iran inajitahidi sana katika kupiga, inapigana na sehemu zile tu ambazo zina nini, zinahusiana na majeshi, na au la, kama ni sehemu ambayo wamepigwa, kiwango hicho ambacho wamepigwa ndio wanapiga. Na ndio Qur'ani inasema fa'tadu bimithli ma atadau alaikum, basi wafanyieni wadue kwa kiwango kile ambacho wamewafanyia. Sasa wamekuja wakakata nini, kwa mfano umeme, na nyinyi mkate umeme wao. Wakikuja kwa mfano waharibu maji yenu, yani kwa mfano waharibu viungo vya sehemu zile, vitu vya kuhifadhi maji na nini, wakati huo na nyinyi pia mna. Lakini kiasli kama hakuna hivyo, si sehemu hizo, si sehemu za kupiga kwa mfano. Lakini wakikufanyia haijuzu, inabidi unaweza kujitetea kwa upande kulipizia kiwango hicho hicho. Alafu pia nyingine, kuhifadhi watu mateka wanaoshikwa, wanawekwa vizuri, wakiwekwa jela, wakiwekwa mahala ambao wanachungwa, wanaangaliwa, wanalishwa vizuri, wanahifadhiwa. Hili ni jambo ambalo liko na linafanyika. Hata siku za nyuma waliposhikwa wale wana nini, watu wanabaharia waliokuwa wameshikwa kwa Amerika na hata Uingereza, kuna siku za nyuma walikuwa wameingia kwenye maji bahari ya Iran, walishikwa na wakawekwa vizuri, na walisema tulikuwa tukilishwa vizuri, hata walionyesha video wakicheza nini, michezo ya nini, tennis na nini na table tennis na mengine, wanawekwa vizuri. Hilo ni jambo ambalo linahitajika katika Uislamu. Sio ati akifika huko anateswa, anabanwa, anaumizwa, kama haijuzu. Jambo lingine pia, kujiepusha kuweka sumu katika maji kwa mfano, au kuharibu vitu ambavyo vinategemewa katika miti na vitu kama hivyo, na vyakula, haijuzu kuharibu na kuweka sumu kwa mfano. Jambo jingine pia ni kujiepusha kukata, kwa mfano kama mkipigana, kuharibu mimea, miti, ukakata bila sababu na nini. La, ikiwa labda kuna hali ambayo inalazimu labda kukata mimea, ni kwa sababu ya kuwa labda njia ndiyo hii ambayo lazima itengezwe ndio waweze kupita na magari yapite na vitu kama hivyo. Lakini kuharibu tu mimea ukaipiga na nini ukakata haijuzu kabisa. Sheria nyingine pia ni kuwaua wanyama. Haijuzu kuwaua wanyama. Wanyama hawana uhusiano, kwa nini mwaue katika vita? Haijuzu kabisa pia vile vile. Jambo lingine pia, kuharibu au kuchafua chakula au maji ya maadui. Kando na sumu, kuweka kuharibu ndio iwe labda itawadhuru, la. Na haya ni katika mambo ambayo yanatakikana na Uislamu umetilia mkazo, na tangu siku za nyuma Mtume pia alitilia mkazo, na alikuwa akiwafundisha, na wakienda vita wanaenda katika njia nini, na inapofika ni kufanya sulhu, wanakubaliana na maelewano, na mkikubaliana, mkiweka sulhu na mikataba, basi hakuna tena kuvunja. Hili ni jambo ambalo tumeona siku zote Waislamu wanatekeleza. Ikiwa vita, tumeona Lebanon, tumeona Iran, kuna mikataba ambayo wanaweka na wanajichunga kufuatana na lakini wale maadui wa Israeli hususan hawachungi mikataba ile ambayo wanaivunja. Kama Lebanon tumeona wanakubaliana na Hezbollah ya kwamba vita vimesimama, lakini wale au kwa mfano Hamas wanakubaliana vita vimekwisha, kwa muda wa siku fulani hakuna kupigana na nini, mkataba. Hawa kila wakati wanavunja ile mikataba, wanaua watu bado. Sasa na wale
kwa kulazimika, kwa sababu sheria imewaamrisha ya kwamba msivunje mkataba, unakuta wanauliwa na wananyamaza. Sasa wakati mwingine huwa ni njia ya kuwafunga mikono, kwa sababu wanajua Waislamu wakiingia kwenye mkataba hawavunji. Kwa hivyo unakuta mikono yao imefungwa, wanauliwa, lakini hawataki kuvunja ile mikataba ambayo wamekubaliana nayo. Lakini wale kwao si kitu, wanavunja vile watakavyo. Sasa haya tukiangalia kwa upande ya Iran inajitahidi kwa upande wa sheria hizi, na tuchunguze, tutaona sasa hivi kufuatana na vile haya mimi nimeelezea, nyinyi mkifuatilia vita mtaona ya kwamba ni nani ambaye anavunja sheria hizi ambazo tumetaja. Waislamu wanavunja au hawa maadui ndio wanavunja? Utaona wazi ya kwamba Waislamu wanachunga sheria hizo, na kwa sababu sheria imewekea na hakuna kitu wanafanya bila ya kuchunga sheria. Kwa hivyo tufike hapa. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.